kinachotokea kwenye kukipata kikosi cha wiki, mara nyingi makampuni, taasisi, mashirika na makampuni mbalimbali ya takwimu ambao yanatumika kuandaa hizi takwimu za mpira yanaangalia vitu vingi sana, Omar Katanga. Ndio maana kuna numbers ambazo mchezaji anapata kutokana na mchezo husika ama dakika husika alizocheza kwenye mechi husika ya siku fulani. Kwa hiyo wewe unaweza ukatengeneza takwimu zako, Omar Katanga, ama msikilizaji wetu, ya michezo ambayo itachezeka kesho siku ya Jumatano. Kikosi changu cha Jumatano kilikuwa ni hiki, kwa kufanya mjumuisho wa timu zote zilizocheza katika lile shindano husika. Mfano leo si usiku wa Ulaya, UEFA Champions League. Mechi ambazo zitachezeka leo, baadaye kitakuja kutoka kikosi bora kutoka kwenye zile timu 8 katika viwanja vinne. Wachezaji bora waliofanya vizuri 11. Maana yake kwenye eneo la goalkeeping wanaangaliwa magolikipa 4, magolikipa 8 kutoka katika kila timu. Golikipa huyu alifanyaje, huyu kafanyaje, huyu kafanyaje, kulingana na hizo mechi. Nani kafanya bora zaidi yao ndo atakaa pale kwenye kile kikosi. Huo ndo mfano halisi ambao unatumika kutengeneza hizi ratings za hivi vikosi vya wiki. Inapokuja swala la kikosi cha wiki, kikosi cha wiki kinaundwa na wachezaji ambao wamecheza michezo ndani ya wiki hiyo, sio nyuma kabla ya wiki hiyo au baada ya wiki hiyo, ndani ya wiki hiyo, yani Jumatatu mpaka Jumapili. Iki kikosi ukikiangalia namna ambavyo kimetengenezwa, kuna sehemu ambako mimi naona mashaka. Mashaka yangu yapo namna ambavyo imetumika kuweza kuzipata hizo ratings, kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu unasema hivi, kabla ya hizo takwimu you have first to observe reality check. Inabidi kwa mara ya kwanza uangalie kile ambacho unakiona kwa macho yako, ndo kina uhalisia cha kwanza. Ndo maana ya reality check. Yaani mimi nikiangalia Omar Katanga ni mnene, kama mimi nimekuona mnene kweli, we ni mnene, haijalishi mwingine kakuona mwembamba au vipi, ila mimi si nimekuona mnene. Maana yake wewe, kama tutakuja watu 10 katika watu 9 wakasema Omar Katanga ni mnene, maana yake Omar Katanga ni mnene. Yule mmoja ambaye anakuona yeye ni mwembamba, maana yake alishaanza kufanya ulinganifu. Hawezi kuwa mnene ukimlinganisha na Barwani Muuza, hawezi kuwa mnene ukimlinganisha na DJ Bike. Unaona? Lakini sisi 9 tumekuangalia wewe kama wewe, pasipo kukuwekea ulinganifu wa mtu yoyote. Ndio maana tukakuona yeye ni mnene. Hiyo inaitwa reality check. Sasa kwenye mpira wa miguu kuna vitu vitatu. Moja, tunapima hiyo reality check kwa maana ya kuangalia uhalisia wa kile kinachoonekana kiwanjani kwenye dakika ambazo mchezaji anakanyaga uwanjani, namna ambavyo ana perform. Lakini kwenye mchezo wa mpira wa miguu, kwenye swala kipengele cha takwimu, tunaangalia kitu ambacho kinaitwa stats. Stats hizi ni takwimu kwa lugha ya Kiswahili fasaha, ni takwimu ambazo zinakusanywa kutoka kwa kila mchezaji ndani ya dakika 90 ambazo zimetumika kwenye mchezo husika. Pale ndo utakuja kuona nani anastahili kuwa man of the match, kwa maana katika wale 22 walioanza zile sabu 5 wanakuwa jumla wangapi? Watu 30 na ngapi na wawili ndo wamehusika kwenye mchezo mmoja waliocheza ndani ya kwenye ule mjumuisho wa dakika 90. Wachezaji 30 na wawili, anachaguliwa mchezaji mmoja kwamba huyu ndo kafanya vizuri zaidi kuliko wote. Ndo pale zinaanza kupimwa hizo datas ambazo zinakusanywa kwa mjibu wa numbers ambayo tunaita sisi ni takwimu. Sasa kwenye takwimu kuna maono au midhania miwili. Kuna mdhania wa Kiafrika na kuna mdhania wa Ulaya. Tunasema kuna ile kauli, samaki mmoja akioza wote wanaoza. Tunarejea kwenye kikosi chenyewe. Kuna wachezaji kwenye hichi kikosi ambao wamecheza mchezo mmoja pekee ndani ya wiki. Kuna wachezaji ambao wamecheza mchezo mmoja pekee wa wiki na wakumaliza dakika 90. Kuna wachezaji kwenye hichi kikosi ambao wamecheza michezo miwili wameingia huko. Ushaelewa? Doubt yangu ya kwanza inakuja. Yani wasiwasi wako wa kwanza. Wasiwasi wangu wa kwanza unakuja. Inawezekana vipi? Katika mazingira yapi? Omar Katanga umecheza michezo miwili, dakika 180. Tunacheza kwenye nafasi ambayo inafanana. Wewe na mimi
alafu mimi nije kuwa na takwimu kubwa kwa maana ya idadi kubwa kuliko wewe. Hilo ya kwanza swali linakuja hapa. Hilo swali ukikaa ukiliangalia kwenye lugha ya kiuchambuzi unaona linawezekana, lakini ukilirudisha kwenye sayansi ya mpira linakataa. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.